Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi. Ya dhal arshil majid, ya fa'al ma yurid. As'aluka bismika al-azim al-a'zam alladhi idha du'ita bihi ajabta wa idha sulta bihi a'tayta. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za khairi kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, moja katika watu ambao waliopata kumsoma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wakaweza kumuelewa na wakamfuata namna mwenendo wake wa maisha yake aliyokuwa akiishi, aliwahi kunukuu maneno ambayo ndio yatakuwa anwani kwa siku ya leo. Maneno hayo yanayosema nahnu la nahsuru ma tamanna bal nahsuru ma qada Allah lana. Sisi hatuwezi kupata tunavyovitamani isipokuwa vile ambavyo tulivyokadiliwa na Mwenyezi Mungu tuvipate. Kusudio kubwa ni kuhusiana na tukio kubwa ambalo lililokuwepo mbeleni litakalotokea siku ya tarehe 28 mwezi huu wa 12, ambapo ni siku ya Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 12, lakini pia ni siku ya Jumapili ya mwisho wa mwaka 2025. Ndani ya mwaka 2025 wapo watu wengi sana walikuwa na matamanio mengi katika mambo yao. Kuna ambao walitamani waweze kufanikiwa katika biashara zao, lakini wapo wengine walitamani wafanikiwe katika mambo ya mahusiano, na kuna wengine walitamani wafanikiwe katika masuala ya ilmu, masomo ambayo wanaosoma, iwe ya kidunia au ya kidini. Lakini katika matamanio hayo ambao waliokuwa wakitamani, ambao wapo ambao waliofanikiwa na wapo ambao hawakufanikiwa katika yale walioyatamani yaweze kuwapata. Tunarudi katika yale maneno niliyoyatanguliza mwanzo kwamba nahnu la nahsuru ma tamanna bal nahsuru ma qada Allah lana, kwamba sisi hatuwezi kuvipata vile ambavyo tunavyovitamani isipokuwa tutavipata vile tulivyokadiliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Dhumuni la maneno haya, huyu bwana mkubwa ambaye aliyeweza kumsoma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumia maneno haya kwamba jambo lolote unapolitaka kulifanya litambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo mtekelezaji na mfanyaji wa mwisho katika kuamua jambo lile unalolitaka. Ndani ya mwaka 2025 kuna ambao waliokuwa ndoto zao zimetimia, lakini 2025 hii kuna ambao wapo ndoto zao hazikutimia kwa yale matamanio walioyatamani. Sasa lengo au dhumuni ni nini, au suluhisho ni nini katika yale matamanio yetu? Suluhisho lake ni kwamba anayeamua mambo yetu yaweze kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa sisi kukifanya ni kumuomba Allah atujalie wepesi katika matamanio yetu ili tupate kuweza kufanikiwa kuyapata tunayoyataka. Wapo ambao inawezekana ndani ya mwaka 2025 wamefanikiwa. Tarehe 28 ni siku bora ya kuja kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kumshukuru katika yale uliyofanikiwa ndani ya mwaka 2025. Lakini pia wapo ambao hawajafanikiwa ndani ya mwaka 2025 katika matamanio waliokuwa wanatamani, iwe katika biashara, iwe katika ilmu, iwe katika mambo mengi sana. Basi mwaka huu usikate tamaa. Inawezekana mwaka 2026 ikawa ni mwaka wa mafanikio kwako, kwa sababu mjuzi wa yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tarehe 28 ni siku bora ambayo ya kuja kumlilia Allah. Tumeipanga siku hii katika kituo chetu cha dua Shafaka Allah wa Afaka Dua Center kilichopo Kinondoni, mtaa wa Almasi, nyumba namba 4, geti namba 250,
kwamba hii siku ya tarehe 28 ni siku ambayo tunaenda kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala katika yale tuliyotamani. Ikiwa yamefanikiwa kuyapata, Allah tujalie wepesi, yaendelee kuweza kufunguka mambo yetu. Lakini pia vile vile wale ambao hawakufanikiwa, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi katika mwaka 2026. Wapo baadhi ya watu Mwenyezi Mungu amenyima katika mwaka huu 2025, lakini wanaweza wakapata katika mwaka 2026. Wakati wa Mungu ni wakati mzuri sana katika maisha yako wewe mwanadamu. Ewe ndugu yangu unayenisikiliza, niweze kutoa moja ya maudhui au katika ufundisho ambao inawezekana yakakuelimisha wewe ndugu yangu unayenifuatilia hivi sasa. Kuna moja ya mwanaharakati au niseme kama kwa maana ni mtu ambaye mtumiaji wa mitandao sana, alipata kuweza kufanya video nyingi sana katika mwaka 2025, mwaka 2024, mwaka 2023, mwaka 2022, mwaka 2021, mwaka 2020. Toka mwaka 2018 alikuwa akifanya video mbalimbali kuzituma mitandaoni. Lakini 2025 ndio mwaka ambao ulioweza kutokea moja ya video alizowahi kuzirekodi katika akaunti yake iliweza kutrend na ikamnyanyua kimaisha, na akaweza kufanikiwa katika maisha yake, maisha yakabadilika. Huyu ndio Allah subhanahu wa ta'ala ambaye tunaitakiwa kuomba. Usikate tamaa, hali ya kuwa inawezekana 2025 haukupona maradhi uliyokuwa nayo. 2026 inawezekana ikawa ni mwaka wewe kwako ukawa mwepesi na ukapona maradhi uliyokuwa nayo. Usikate tamaa, haikuwa kwamba mwaka huu haukupata faida katika biashara unazozifanya. 2026 Allah anaweza kukuletea wepesi katika biashara zako. Haya yanawezekana ikiwa utamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na akakusaidia katika yale ambayo uliyokuwa ukiyatamani. Nahnu la nahsul matamanna bal nahsul ma qada Allah lana, kwamba sisi hatuwezi kuvipata tunavyovitamani, isipokuwa tutavipata vile Allah alivyotukadilia. Na inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi tuwe miongoni mwa wao ambao watakaopata hizo neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Moja ya kisa kilichowahi kuweza kutokea katika zama za Nabii Musa, mama mmoja ambaye yeye alikuwa na uhitaji wa yeye kuweza kupata mtoto. Hichi kisa niweze kukusimulia ewe ndugu yangu Muislamu, kipate kukufundisha na kipate kukuelimisha, uondoke nacho siku ya leo, ili iwe ni sababu ya kukufanya usikate tamaa. Tarehe 28 ni siku ambayo unahitajika wewe uhudhurie katika dua na tuweze kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutufanyia wepesi katika yale tunayoyahitaji. Moja ya mwanamama huyu, yeye ilikuwa ni ombi lake sana, ni anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie aweze kupata mtoto. Maombi yake alikuwa ni mengi sana, alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu. Siku moja alipata kuonana Nabii Musa, ameweza kukutana naye. Akamwambia Nabii Musa kwamba nahitaji uweze kunipelekea maombi yangu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumwambia maneno hayo, Nabii Musa alimsikia na akamuelewa yule mama, akafanya safari alipoweza kwenda. Lakini ilipofika wakati alienda sehemu alipokuwa akifanya ibada, akamlilia Allah subhanahu wa ta'ala shida zake. Lakini mwishoni akamwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, kuna mja wako amenituma hitajio lake, yeye anahitaji mtoto, mjalie katika miongoni utakaowapatia watoto, basi na huyu mama umruzuku katika riziki hiyo. Baada ya kuweza kumwambia Mwenyezi Mungu maneno haya, na tukumbuke kwamba Nabii Musa alikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa akizungumza na Mwenyezi Mungu ana kwa ana, kwa maana akijibiwa papo kwa papo, akimuomba Allah kama kulikuwa kuna jambo Mwenyezi Mungu anamwambia hapo hapo. Baada ya kumwambia Mwenyezi Mungu yale maombi aliyoambiwa na yule mama, Nabii Musa, baada ya kuweza kumwambia, Mwenyezi Mungu akamjibu majibu haya, akamwambia Musa, nenda akamwambie yule mama kwamba yeye riski ya kupata mtoto nimefunga mlango huo, hatopata mtoto. Nabii Musa
ilibidi achukue majibu yale kwa unyonge. Baada ya kuachukua yale majibu akarudi, alipokutana na mama huyu ana shauku, anaamini kwamba niliyemweza kumwambia mambo yangu ni mtume wa Allah. Chochote atakachomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajibiwa na hakuna pingamizi katika anayoyataka. Baada ya kumwambia haya maneno, Nabii Musa alitumaini majibu atakayoyapata yatakuwa ni majibu mazuri. Lakini baada ya kuweza kurudi, Nabii Musa alikuja na majibu tofauti na yale matamanio huyu mama aliyokuwa akiyatamani. Nabii Musa akamwambia yule mama kwamba maombi uliokuwa ukiyahitaji, Mwenyezi Mungu mlango huu wewe kupata riziki ya mtoto amefunga, hautazaa. Mama huyu alinyoosha mikono yake na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Aliamini kwamba yote haya kama ikiwa Allah amepanga, basi inahitajika kumshukuru, hacha nifanye subira na niendelee kumuomba. Na imani ipo siku Mwenyezi Mungu atanijibu ninayoyahitaji. Kweli ilipita kipindi kirefu sana. Alipata kupita moja ya watu wazima ambao waliokuwa wamechoka kimuonekano. Kanzu aliyoivaa imechoka, yeye mwenyewe ukimtizama amechoka. Huyu ni miongoni mwa watu waliopita karibu na nyumba ya huyu mama ambaye aliwahi kumwomba Nabii Musa hitajio la kupata mtoto. Alipopata kupita karibu na nyumba huyu mama, alikwenda kubisha hodi. Alikuwa anasafiri anaelekea sehemu nyingine. Maana yake safari aliyokuwa akitembea ni safari ndefu. Alipita pahala ambapo akaona kuna nyumba, akabisha hodi. Baada ya kubisha hodi nyumba hile, akatoka mama ambaye aliyeweza kumwambia Nabii Musa maombi yake. Alipoweza kutoka mama huyu, akaweza kuambiwa na huyu mtu mzima ambaye alikuwa akionekana ni dhalili tu, hana kitu chochote. Ameonekana kwa muonekano ambao wa kawaida sana. Aliweza kumuomba nisaidie maji. Huyu mama hakuwa na khiana yoyote. Akaingia ndani, akatoa maji kwenye kikombe kumpatia huyu ambaye ni aliyeweza kubisha hodi nyumbani kwake, ili apate kutoa ile hali ya kiu chake ambacho kilichokuwa kinamsumbua. Alipobisha hodi, akagonga, akamwambia nahitaji maji. Mama huyu akaingia ndani, akatoa maji. Alipopewa maji, baada ya kunywa maji yale, mtu mzima huyu akamwambia, una jambo lolote unalihitaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Mama huyu akamwambia, naam, ninalo, linanisumbua sana, linanikosesha raha katika ndoa yangu. Nakosa mimi amani katika ndoa sababu ya kuto kupata hilo jambo. Akamuuliza, unahitaji jambo gani? Mama yule akamwambia, nahitaji mimi mtoto, wala hakuna kitu kingine. Basi baada ya kumwambia maneno haya, huyu ambaye aliyeweza kuomba maji, ambaye alikuwa akionekana ni wa kawaida, alinyoosha mikono yake akamwambia, ya Rabbi, ikiwa mama huyu alinisaidia mimi, nimebisha hodi akanipa maji kuweza kutibu kiu changu, na kuomba umpe kila anachokihitaji. Baada ya hapo akanyoosha mikono yake, akapangusa uso, akaendelea na safari. Mama huyu akaingia ndani, akaendelea na shughuli zake. Sasa baada ya kupita muda mrefu, mama huyu akaja kupata mimba kweli. Akapata ujauzito, na alipopata ujauzito huu kidogo ilimshughulisha Nabii Musa. Akajiuliza katika kichwa chake, inakuwaje mama huyu ikiwa Allah aliniambia kwamba hatozaa, leo hii namkuta ana ujauzito? Kwa sababu hawaishi mbali sana, ni maeneo ambayo katika makazi aliyokuwa akiishi Nabii Musa. Alikutana naye mama huyu, tumbo lake limeshakuwa kubwa. Akafanya safari kwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Nabii Musa akamwambia, ya Rabbi, kuna siku niliwahi kuja, nilikuomba mimi mja wako umsikilize katika miongoni wa wafuasi ambao waliokuwa katika waumini wanaokuamini wewe, anahitaji mtoto. Ukaniambia kwamba yeye ukurasa wa kupata mtoto umeshafunga. Lakini ajabu, leo hii nimekutana naye mama huyo, nakutana naye tumbo lake ni kubwa, amepata ujauzito. Ya Rabbi, sura yangu nitaiweka wapi? Inakuwaje mimi nitakuja kuonekana muongo? Hebu nipe siri, huyu mama imekuwaje kapata ujauzito hali ya kuwa wewe umeshasema hatopata ujauzito? Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, pahala penye kadari naweza kuiondoa kadari hiyo, nikaweka kadari.
Uwezekano huo upo. Kwa hiyo wewe ambaye unanisikiliza hivi sasa, usijikatie tamaa sababu tu inawezekana mipango yako 2025 haikutimia. Muamini Mungu, anaweza akakunyanyua hata kwa mwaka unaokuja, ndoto zako zikapata kutimia katika mwaka 2026. Hilo linawezekana. Baada ya Nabii Musa kumwambia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, naweza kuivunja kadari nikaweka kadari, yani palipokuwa na kadari nikatelemsha kadari nyingine. Kwa hiyo ile kadari ya mwanzo ikavunjika ikaondoka. Akamwambia Musa, kuna moja ya wacha Mungu wakubwa sana wenye kunitumikia mimi, alipata kupita kwenye nyumba ya huyu mama, na huyu mama alipobishiwa hodi akaweza kutoka nje akamsikiliza shida ya huyu mcha Mungu. Huyu mcha Mungu akamwambia, nahitajia unipatie maji kwa sababu nina safari naelekea, hakuna yoyote anaweza kunisaidia maji, nimeona nyumba yako wewe, nibishe hodi. Wewe yule mama kweli baada ya kubishiwa hodi, Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Musa kisa hichi. Alipoweza kugongewa mlango kuambiwa shida ya ule mcha Mungu, akamsaidia, na baada ya kumsaidia, angalia ajabu, kwamba baada ya kusaidiwa huyu mcha Mungu akaona asiondoke hivi hivi patupu, amuombee dua huyu mama kwa lile analolihitaji Mwenyezi Mungu ili aweze kumjibia. Licha ya mimi wewe kukujibu kwamba hatopata mtoto, mama huyu alikuwa na subira na hakukata tamaa. Mcha Mungu huyu akamwambia, nipe kile unachokihitaji kiseme ili nikuombee kwa Mwenyezi Mungu. Akaomba, mimi nikaona khiana kwa sababu huyu ni mcha Mungu anayenitumikia katika kazi zangu nazohitaji yeye azifanye kama mwanadamu kamili katika ibada mbalimbali, ananitumikia. Nimeona haya mimi mikono yake kuirudisha patupu. Lakini pia jambo la pili lililonifanya nijibu hii ombi la huyu mama, hakukata tamaa licha aliyeweza kukuambia matatizo haya ni mtume wa Allah ambaye wewe ni mjumbe wangu mimi. Licha ya kuwa wewe ni mjumbe wangu, alimwamini mtu ambaye si mjumbe, akaweza kuomba katika mahitaji anayohitaji. Fundisho la kisa hichi kikufundishe wewe ndugu yangu uliyejikatia tamaa kwa ajili ya maradhi. Wewe ndugu yangu uliyejikatia tamaa kwa sababu tu ya ilmu unayoisoma. Wewe ndugu yangu uliyejikatia tamaa kwa sababu ya biashara unayoifanya. Haupaswi kukata tamaa katika maisha yako, kwa sababu njia za wewe kufunguliwa zipo nyingi. Mlilie Allah subhanahu wa ta'ala na atakupatia kile unachokihitaji. Tarehe 28 mwezi wa 12 panapo majaliwa, tumepanga hapa kituoni kwetu kufanya dua. Dua hii itaanza mishale ya saa 2 asubuhi mpaka mishale ya saa 8, kwa maana mishale ya saa 8 mchana ndiyo dua yetu itaishia hapo. Kwa hiyo wake kwa waume, wakubwa kwa watoto, ndugu zetu wote ambao waliokuwa katika nchi hii ya Tanzania, na ukichukulia ndani ya hii nchi yetu tumepitia katika kipindi kigumu sana. Kuna wapo ambao waliopoteza ndugu zao katika nyakati mbalimbali tofauti. Basi ndoeni tumlilie Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya tarehe 28, Allah atujalie wepesi kutuondolea dhiki na matatizo na shida na kutimiza ndoto zetu ambazo tulizokuwa tukizihitaji. Lakini pia tarehe 28 hiyo patakuwa na jopo la mashekhe mbalimbali ambao watakahudhuria kwa ajili ya kuweza kukupatia nasa katika siku hiyo, ikiwemo Sheikh Hilali Kipozeo kwa maana almaarufu Sheikh Kipozeo, lakini pia Sheikh Uthman Maalim kutoka Zanzibar. Allah subhanahu wa ta'ala afanye wepesi, nafasi yake ikiwa ipo vizuri, ratiba yake ikiwa ipo vizuri. Kama ratiba yake ipo vizuri, basi inshallah tutaweza kujumuika naye katika dua hiyo siku ya tarehe 28, tukiweza kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya dua unapata nasaha kutoka kwa mashekhe mbalimbali ambao watakaokuwa katika siku hiyo ya tarehe 28. Kwa hiyo wewe ndugu yangu ambaye unanisikiliza, jitahidi sana katika siku hiyo ya tarehe 28. Ni siku ambayo unaohitajika uweze kuja, na hii dua haihitajiki gharama yoyote, ni bure. Kwa sababu tunazungumza hivi, wapo watu wana hali tofauti duni za kimaisha.
Hatutaweka kiingilio dua hii, dua ambayo itakuwa ni bure. Utakachohitajika wewe ni kutenga muda wako kuhudhuria katika hii dua na kuweza kushiriki na sisi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hizi ambazo za kujumuika pamoja, moja dua ambazo ni nzuri sana, kwa sababu katika miongoni mwa watu wanaokusanyika wengi zaidi ya 40 hakosekani wali wa Allah. Na haya maneno ambayo amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mnapokusanyika kuweza kuomba dua mkiwa wengi, ndani yake hupatikana yule ambaye alikuwa ni wali wa Allah. Anapoomba lile anallohitaji, basi Mwenyezi Mungu anaweza akaleta kheri katika yale ambayo tunayohitaji. Kwa hiyo zumuni la kuzungumza haya ni kukutaka wewe ndugu yetu ambaye unaitutizama hivi sasa, unaikaa Mbagala, unaikaa Kinondoni, unaikaa Mwanyamala, unaikaa Ilala, unaikaa Buguruni, unaikaa Gongora Mboto, unaikaa Chamanzi, Tegeta, Bunju na maeneo mengine kote katika ulimwengu ambao uliokuwepo katika hii nchi yetu ya Tanzania, katika mkoa huu wa Dar es Salaam, basi jitahidi tarehe 28 sio siku ya kukosa. Na hata wale ambao waliokuwa wanakaa mikoa ya karibu wanaweza kushiriki katika dua hii panapo majaliwa. Inshallah iwe sababu Mwenyezi Mungu aweze kutufanyia wepesi katika yale tunayohitaji. Na ili kuweza kufika, kwa sababu kuna mwingine anawezekana akawa anahitaji kuja alafu ikawa inamshughulisha kidogo maeneo hayo tuliyoyataja. Namba za simu ni namba hizi zifuatazo. Ziandike hizi namba za simu ili kuweza kupiga, uweze kufika katika siku hiyo ya tarehe 28. Namba za simu ni 0658 073875 0658073875. Piga hii namba ya simu. Baada ya kupiga utaweza kuelekezwa sehemu panapofanyika dua. Dua nimesema kwamba itaanza saa 2 kamili mpaka mishale ya saa 8. Tunahitaji jingi sana la kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tuna shida nyingi. Hakuna mwanadamu ambaye asiyekuwa na matatizo. Na ndio maana hii dua tujaweka kiingilio. Ni dua ambayo ni bure. Watu wote, rika zote wanakaribishwa katika dua hii. Wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, ambao mnaokaa karibu, mnaokaa mbali, na hata yule ambaye aliyekuwa anaona si Muislamu anahitaji kushiriki katika dua hii, anakaribishwa. Milango ipo wazi, awezi kushiriki katika dua hii. Huenda kuna khairi kapatikana, Mwenyezi Mungu akamjalia kila ina khairi, akapata baraka na kuingizwa katika njia iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo katika siku hiyo wanakaribishwa watu wa dini zote, watu